kauli mbiu hii imekolezwa vizuri zaidi na kikundi chetu cha hamasa Mjomba Bendi kwa kuichambua vizuri. Hongereni sana, mmefanya vizuri sana. Ndugu wageni waalikwa, sekta ya uchukuzi kama nilivyotangulia kusema ni uti wa mgongo wa taifa letu. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuwekeza kwenye sekta hii, ikiwemo katika maeneo yafuatayo: ujenzi wa barabara kupitia TANROADS na TARURA, ambapo mtandao sasa umefika kilomita 181,864.81. Mwaka 2024 unaendelea kupanuliwa na kuboreshwa. Aidha, ujenzi wa madaraja makubwa umeendelea kutekelezwa, ikiwemo Tanzanite, Wami, Ruhuhu, Msingi, Kigongo Busisi, ambalo ni moja ya daraja refu sana. Ukienda kwenye historia, kwenye nchi jirani, Tanzania ilikuwa miongoni mwa nchi zisizokuwa na barabara za uhakika. Katika rika letu tungali tunasoma, ukitokea kanda ya Ziwa ulikuwa unahitajika kupita nchi jirani ndio uje Dar es Salaam, na lami tulikuwa tunashangaa huko kwa nchi jirani, kwetu hapa kote kukiwa ni vumbi. Lakini sasa magharibi hadi mashariki, kusini hadi kaskazini, na kote ndani ya nchi, Tanzania ni moja ya nchi yenye mtandao mrefu wa barabara bora, ukanda huu wa Afrika Mashariki na ukanda wa SADC. Lakini pia serikali imeendelea na kuboresha bandari yetu, ambapo serikali imefanya maboresho ya bandari katika ukanda wa Bahari Kuu na uwekezaji wa sekta binafsi kupata mafanikio makubwa katika bandari ya Dar es Salaam, Tanga, Mtwara pamoja na maziwa makuu. Mafanikio yaliyopatikana ni pamoja na kupunguza muda wa kusubiri meli, kupunguza gharama za usafirishaji bidhaa za kuongeza usafirishaji bidhaa na kuongeza uwezo wa kupokea na kuhudumia meli kubwa. Kwa upande wa huduma za usafiri majini, ukarabati na ujenzi wa meli katika maziwa makuu, ikiwemo MV Umoja upande wa Ziwa Victoria, MT Sangara upande wa Ziwa Tanganyika pamoja na Magati, na kuongeza ufanisi na uwezo wa kuhudumia shehena za abiria. Lakini pia ujenzi wa reli ya kisasa, yani SGR, kipande cha Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, ambacho tayari kimeanza kutoa huduma. Mradi wa Makutupora Tabora hadi Mwanza unaendelea, na upande wa Tabora hadi Kigoma na wenyewe hadi Msongati ukiwa unaendelea. Hivyo hivyo kwa usafiri wa anga, ambapo ununuzi wa ndege 16 za kisasa umeleta tija na kuimarisha usafiri wa anga. Mheshimiwa Waziri, tukirudi kwa usafiri wa ardhini unaojumuisha barabara, reli na njia za waya, ni kiini cha maendeleo ya taifa letu. Hadi sasa zaidi ya 96% ya mzigo inayopita bandari ya Tanzania unabebwa kwa malori, huku usafiri wa mabasi ukihudumia abiria wengi ndani na nje ya nchi, ukichangia uchumi na maisha ya kila siku ya wananchi kuendelea. Mheshimiwa Waziri, kabla sijamalizia niseme mambo machache ya msisitizo. La kwanza, ni sote tunakubaliana kwamba usafiri wa ardhini umekuwa kiini cha usafirishaji na kukuza uchumi hapa nchini. Na tumetungia sheria. Tuna sheria zilizoanzisha taasisi na tuna sheria ya utumiaji wa barabara zetu pamoja na hizo njia zingine za usafirishaji.
nitoe rai kwa watumiaji wote kuzingatia sheria hizo tulizojiwekea, kuzingatia matumizi bora na rafiki ya miundombinu yetu hiyo tuliyojiwekea. Kuna utaratibu huwa sio mzuri, sio rafiki na sio wa kiungwana katika matumizi ya miundombinu yetu hii. Unakuta mahali gari ilihitaji matengenezo. Katika kutengeneza panawekwa mawe makubwa yakisaidia harakati za kutengeneza. Inaweza ikawa pembeni kidogo ya barabara na mengine inaweza ikawa katikati ya barabara. Ikimalizika kutengenezwa, umekuwepo utaratibu wa kuondoka na kuacha mawe yale yabaki pale. Huu si tu kwamba sio utaratibu wa kiungwana, lakini ni utaratibu unaoweza kusababisha ajali zinazoweza kutugharimu maisha ya watumiaji wa hiyo miundombinu. Lakini Mheshimiwa Waziri, hali kadhalika tumeweka sheria za barabarani. Na kwa hapa nchini wale wa kizazi cha rika langu watanielewa. Watumiaji wa barabara wa kizazi cha rika langu, hiki ni kizazi cha scramble, ni kizazi cha mpambano. Yaani kizazi kilichokuwa tangia kimezaliwa ni mpambano walio wengi. Wanazaliwa, wanapolala kitanda hakitoshi, wamebanana, shuka ya kujifunika haitoshi, wanagombania. Wanaenda darasani, madawati hayatoshi, vitabu havitoshi. Ukiwa na akili ndo unakaa kwenye dawati vizuri. Wanapoenda kupanda basi, siti hazitoshi, mnaingia kwa kugombania. Daladala wengine wanapitia dirishani. Kwa hiyo kimekuwa kizazi cha mpambano. Inafika hatua hata mtu ameshakuwa na gari yake bado anapambana. Ndio tunayoyaona barabarani, kizazi cha scramble. Ili rika letu hili mmepambana kuanzia madawati hayatoshi, vitabu havitoshi, daladala hazitoshi, kila kona wamepambana. Sasa watu wameshakuwa watu wazima, wako na gari yao, wanapambana. Ukienda barabarani, mtu yuko na gari yake, hampishi mtembea kwa miguu. Tumeweka na alama hapa, wanatakiwa apite mtembea kwa miguu, hampishi, hampi fursa mtembea kwa miguu avuke. Akishashika barabara, mwenzake naye anataka aingie barabarani, hampishi. Lazima wapambane, ni kote msuri kwa msuri, kizazi cha scramble. Hii tumeweka na sheria, ni vyema wa Tanzania tukabadilika. Sehemu zingine haya ninayosema na nyinyi mnakutana nayo. Apite aliyeko karibu na zebra, anamuona mtu mwenye ulemavu anahangaika kupita. Sikiliza honi utakazopigiwa huko na matusi juu yake. Huu si utaratibu wa kiungwana. Barabara hizi ni kwa matumizi ya kila mtu. Mwenye gari, mwenye bajaji, mwenye baiskeli, mwenda kwa miguu, wote wanatarajia katika kujishughulisha kwao watumie fursa hii. Na Mheshimiwa Waziri, tumeweka na sheria. Inasikitisha
katika baadhi ya maeneo wanaoongoza kuvunja hiyo sheria sio watu wa kawaida, ni magari ya serikali. Inawekwa mita 50, inawekwa hiyo sheria ya 50 kwa kilomita, hawafuati. Imewekwa zebra, hawafuati. Imewekwa taa, hawafuati. Na wao ndio waliopendekeza mapendekezo ya sheria hizo. Bunge limetunga sheria hizo baada ya serikali kupendekeza. Wavunjaji wakuu wanakuwa wao wa serikalini. Tunawapa kazi watekeleza sheria kila wakati kumuomba radhi mtu aliyevunja sheria. Mheshimiwa Waziri, kaeni kwenye sekta. Kaeni sekta zote, wadau wote wanaohusika. Wizara ya Uchukuzi, Wizara ya Mambo ya Ndani, jeshi letu la polisi na wadau wote hawa watumiaji wa barabarani. Kama tunaona mita zile tulizoweka, vibao vile tulivyoweka vya 50 vimepitwa na wakati, tuvibadilishe. Kama tunaona vimepitwa na wakati, tuvibadilishe. Kwa kuwa sisi inawezekana viliwekwa wakati barabara ni za vumbi, labda hiyo ndio iliwekwa hiyo. Kama haitekelezeki, tuibadilishe, tuweke ile tunayotumia. Tusiwe na sheria ya wananchi wa kawaida na tusiwe na utaratibu wa serikali wa serikali kupita. Kama kufuata hiyo inakera na sisi hatuifuati, nani atakayewasemea hii kero wale wanaokereka nayo? Kama tunaiona inatosha na ina umuhimu, kila mtu aifuate. Huu utaratibu wa kuwa na sheria kwamba hii inawakaba tu watu wa kawaida na haiwahusu serikali, kama tunataka hivyo tuandike kwenye sheria. Inaudhi mtu amebeba mgonjwa anafuata sheria, alafu mwingine yeye anapita tu kama sio nchi yake, kama yeye ni mwingine kabisa. Anavunja sheria, hapati adhabu. Mlala hoi akivunja sheria anapata adhabu. Tunawapa kazi watekeleza sheria kuwaomba radhi watu waliovunja sheria. Tumeiweka sheria, naelekeza kila mtu afuate sheria, uwe wa serikalini, uwe binafsi. Tumeweka sheria, tuifuate kama ilivyo. Na vyombo vinavyosimamia, fuatilieni hili, simamieni hili. Kama viongozi wa serikali wataona hivyo ilivyo inakera na haitekelezeki, tuibadilishe ili hayo manufaa ambayo wa serikali wananufaika na raia wanufaike. Raia akikosea analipa. Wa serikali anakosea, pale anapolipishwa raia anapita. Walipe wote. Kuanzia leo sheria ambayo tumeiweka kwa ajili ya Watanzania wote isiwe na ubaguzi. Wote tuifuate. Tumejenga utaratibu wa kutokuambizana ukweli
ogopana, kutokuambizana ukweli, wengine wanabaki wanakerwa na wanaugulia tu. Yeyote atakayevunja sheria akamatwe na hatua za kisheria zichukuliwe kwa usawa. Si uungwana, huyu anavunja sheria muda ule ule anashikiliwa analipa, huyu mwingine anavunja mbele ya yule anayelipa pale na anaachwa anapita. Kama una haraka, toka mapema zaidi, usifidie kwa kuvunja sheria. Ndio. Na tena watekeleza sheria, mnaweza mkawasaidia wale bajaji, bodaboda, kwa sababu wanaweza hata wakawa hawaijui sheria na hawajafanya makusudi. Wadogo wananchi wadogo hawa waliotunga sheria wanavunja makusudi. Hawa waliotengeneza sheria wanaikiuka kwa makusudi. Kisha waambia, juzi nilisema jambo, nikamsikia mwanaharakati mmoja huko Gaibuni anasema huyu ndo atakaye kuwa waziri mkuu wa muda mfupi zaidi. Sawa, hata niwe waziri mkuu wa wiki moja, kwenye wiki hiyo sitaruhusu Watanzania waishi iwe nchi ya mabwana na watwana. Katika muda huo sitaruhusu Watanzania wawe na madaraja, kuwe nchi yenye mabwana na watwana, kwamba kuna sheria imetungwa ya kuwalinda wa daraja la juu na kuwatweza wa daraja la chini, kwamba akikosea wa daraja la chini anaadhibiwa pale pale, akikosea wa daraja la juu anapita, analindwa. Sasa hilo ni la kuandika nalo kwamba atakuwa muda mfupi zaidi. Nitawasemea wale wa daraja la chini, kwa sababu hata nikitoka si ndo nitakaoishi nao. Hata nikitoka si ndo nitakaoishi nao. Hata nikifa si ndo watakao nizika. Nyie mliwahi kuona kaburi linajengwa na watu waliovaa suti? Mliwahi kuona kaburi linachimbwa na waliovaa suti? Lazima kila Mtanzania apewe heshima ya kuona hii nchi ni yake. Kwa Mheshimiwa Waziri, kaa na wadau wote, hili jambo litekelezwe. Kama tunaona hizo sheria tulizoziweka hazitekelezeki, tuzibadilishe ili Watanzania wote wanufaike nazo. Niwaombe Watanzania, tujitahidi kutekeleza sheria. Tujitahidi kutekeleza sheria, ni kwa ajili ya maisha yetu, ni kwa ajili ya uhai wetu. Tumeweka kwa ajili ya kurahisisha hizi shughuli ziweze kufanyika kwa ufanisi. Ni utaratibu ambao tumeweka ili uweze kuturahisishia kutekeleza majukumu yetu vizuri. La mwisho, niwaombe tuitunze miundombinu hii. Tuitunze miundombinu hii. Na ninyi mmeona miundombinu hii ndio uti wa mgongo wa shughuli za maendeleo. Hatuwezi tukapiga hatua yeyote ya kimaendeleo bila kuwa na miundombinu hii. Ni kama mishipa na damu. Pasipokuwa na mzunguko wa damu, hauwezi kuwa na uhai. Tuitunze. Na maisha yetu wa Tanzania tulio wengi yanahusisha
watu na bidhaa watembee kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Na naendelea kusisitiza, Watanzania, miundombinu hii ni ya kwenu, ni mali yenu. Miundombinu hii si mali ya serikali, ni mali yenu. Miundombinu hii si mali ya vyama vya siasa, ni mali yenu. Na kujengwa kwake imejengwa kwa fedha zenu. Na katika kujenga miundombinu hii, yote hii tuliyotaja, kilomita zote hizi, mmejenga kwa kujibana kwa sababu mnapenda taifa lenu. Hamjajenga kwa ziada, mmejenga kwa kujibana. Na kama Tanzania ambavyo Tanzania imekuwa nchi yenye ukarimu kwa majirani tangu enzi za ukombozi. Mmeelezewa kuna mwaka wenzetu wa Zambia, wapi huku Zimbabwe, walikataliwa kuweza kuaccess bahari na utawala wa kikoloni uliokuwepo maeneo mengine. Wakatumia Dar es Salaam pamoja na miundombinu yake. Hata sasa miundombinu hii inanufaisha, ni uti wa mgongo wa uchumi na wa nchi zingine nyingi za jirani. Tuitunze. Tutunze, ni chanzo kikubwa cha maendeleo yetu. Ni chanzo kikubwa cha uhai na maisha ya majirani zetu. Ni chanzo kikubwa cha maendeleo ya mtu mmoja mmoja hapa kwetu. Hili ni jambo la msingi sana, nilisisitize kwa manufaa ya maendeleo ya uchumi wa kwetu kama taifa, majirani zetu, pamoja na mtu mmoja mmoja, kama tulivyojiwekea katika mipango yetu ya muda mfupi na mipango ya muda mrefu. Taasisi zote za serikali na sekta binafsi tuhakikishe tunatoa mafunzo endelevu kuimarisha weledi wa madereva ili kuhakikisha usalama wa abiria pamoja na mizigo. Tuendelee kuweka kipaumbele kwenye ubunifu na kutumia teknolojia safi katika usafiri wa ardhini ili kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuongeza ufanisi. Kila mmoja wetu anatakiwa kufuata sheria kama nilivyosisitiza na miongozo ambayo imewekwa ili asiwepo anayemkwaza mwenzake na kusababisha madhara kwa mwingine. Mamlaka husika zihakikishe vyombo vyote vya usafiri majini na nchi kavu vinakaguliwa na kukidhi vigezo vya usalama barabarani ili kuepuka ajali na kutunza usalama wa abiria na watumiaji wengine. TANROADS ihakikishe kuwa madaraja na barabara zinafanyiwa ukaguzi wa mara kwa mara na alama zote za tahadhari zinaimarishwa na kuonekana kikamilifu ili kuimarisha usalama wa watumiaji. Tuendelee kuimarisha amani hapa nchini. Utulivu, amani hapa nchini ni jambo la msingi. Maisha yetu, uhai wetu unategemea uwepo wa amani na utulivu. Kuna kwa takriban ya watu zaidi milioni 62, kila siku kuna mtu ana ratiba tofauti tofauti. Wengine wana ratiba muhimu ya kwenda hospitalini katika siku mojawapo. Wengine wana ratiba muhimu ambayo iko nje ya uamuzi wa mtu mmoja mmoja. Mama mjamzito anayehitaji kujifungua katika siku A, yanapotokea mambo yanayohusu uvunjifu wa amani, kuna watu wengi wanapata mateso. Niwaombe Watanzania, niwaombe vijana wenzangu wa Kitanzania, niwaombe Watanzania kwa makundi mbalimbali, tuimarishe amani na utaratibu wetu wa kushughulikia mambo yanayohusu
taifa letu. Mwisho kabisa, si kwa umuhimu, niwashukuru sana wageni wetu wote walioungana nasi. Nashukuru sana. Nilifurahishwa sana na mgeni wetu wa kutokea Zimbabwe alipotambua mchango wa Tanzania katika ukombozi wa bara la Afrika. Kizazi hiki cha rika letu hapa Afrika, wapo baadhi yao ambao walishaanza kusahau mchango wa Tanzania katika ukombozi wa bara la Afrika. Ndugu yangu wa Zimbabwe yuko wapi? Please have our appreciation. I'm much impressed and delighted with the appreciation to Tanzania, recognition that Tanzania played a vital role during the liberation movements. This is the same I witnessed one day when we were attending a SADC summit in Zimbabwe, and the summit coincided with the pass of Brigadier General Hashim Mbita. I could learn how the late President Mugabe paid the respect to the late Brigadier Hashim Mbita. And today you have again showed how Zimbabwe respected the role of Tanzania in the liberation movement of the southern part of Africa. We really appreciate that one. And please pass the message to other Africans in the southern part of Africa, mostly the young generation. They should every time in their mind learn that Tanzania sacrificed blood, sacrificed time, sacrificed resources just to see other countries in Africa get liberated. Thank you very much, my dear brother. Lakini pia ameeleza jinsi ambavyo Tanzania imepiga hatua kwenye hizi jitihada za ujenzi wa miundombinu. Kuwa nchi ya kwanza yenye reli ndefu zaidi ya kisasa kiwango cha SGR Afrika, na miongoni mwa nchi 5 duniani zikiwemo na nchi tajiri kuwa na reli ndefu na reli ya kisasa ya viwango vyote vya kidunia. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa. Na ndio maana tuliposikia watu wanalenga kuathiri miundombinu wa aina hii, moja kwa moja tulisema hizi ni hujuma za kiuchumi. Ona, ametoka Zimbabwe na tumeonania hapa, umeona anachosema kwamba Afrika Kusini wanaiga Tanzania na nchi zingine wanapambana waige Tanzania. Hivyo na kwenye miundombinu mingine. Hili ni jambo ambalo Watanzania wote tunatakiwa, jambo la miundombinu tuilinde kwa wivu mkubwa. Sisi tunaweza tukaona hapa, wapo wanaoiona Tanzania pale. Wanaona na rasilimali, wanaona na miundombinu inayojengwa, wanaiona Tanzania pale juu. Na wanauona ushindani wa kibiashara. Na hili wala sio siri. Reli ikishakamilika hii ya kusini, ya kati na ya kaskazini, na bandari ya kati, ya kusini na ya kaskazini, ni kweli na uboreshaji huu, ni kweli wapo wanaokosa usingizi. Hii hata sio siri, wapo wanakosa usingizi. Na kibiashara wapo ambao wanatamani hili lisifanyike. Watanzania tuamke, wapo ambao wanaona hii litakuwa jambo lisiloshindanika. Hawatakuwa washindani wetu tena kibiashara. Wewe una reli ya kisasa ya SGR, umepunguza masaa ya kushusha mzigo, umekuwa na magati ya kushusha mzigo kwa meli kubwa yeyote iwezayo ile. Alafu umeunganisha maziwa
maziwa yako yote yanayokwenda na nchi jirani, mizigo inaweza ikapita bila kushushwa, inapita na kontena lake. Nani atashindana nawe? Una ziada ya umeme. Na katika miaka mitano Dr. Samia ameweka zinaongezeka megawatts zingine kwenda mpaka 8,000. Wenzenu wanaona hayo. Haya yote, njia rahisi sana ya kuyakwamisha ni nchi kutokuwa na amani. Huwezi kuongeza ndege kwenye nchi ambayo haina amani. Huwezi ukajenga reli kwenye nchi ambayo haina amani. Huwezi ukajenga bandari, huwezi ukaongeza magati ya bandari kwenye nchi isiyo na amani. Huwezi kujenga reli mpya kwenye nchi isiyo na amani. Wanajua. Na wanajua uwezo wa kujenga. Siku si nyingi Tanzania hatutategemea bakuli. Tunaenda kuanza mradi wa LNG, tunaenda mradi wa makaa ya mawe kuanza, tunaenda mradi wa critical minerals, madini adhimu yasiyopatikana nchi zingine. Tanzania si nchi maskini, nchi tajiri, wanajua. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, katika kumalizia nilisema nitumie jukwaa hili pia kuwakumbusha Watanzania wajibu huo. Kuwakumbusha wajibu huo na kuwakumbusha kuwa Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde Tanzania na rasilimali zake na miundombinu ambayo tumeijenga kwa kujinyima sana. Rais wetu ametoa uongozi katika kushughulikia mambo yanayohusu masuala yetu, na ametoa uongozi katika kuhakikisha masuala haya tunayatekeleza kwa kasi kubwa zaidi. Kwa hiyo wageni waalikwa, mabibi na mabwana, narudia tena kuwapongeza wote mlioshiriki katika maadhimisho haya muhimu sana kwa taifa letu. Na baada ya kusema haya yote, ninatamka sasa kwamba maadhimisho ya wiki ya usafiri endelevu ardhini ya mwaka 2025 yamefunguliwa rasmi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza.